Kama wewe mpenzi mtazamaji wa Dr. Mama Kavumo, mama wa tiba za asili, kama unahitaji kumiliki jini, maana kama ninavyozungumza aina ya majini wako wengi, wako kwa mataifa, wako kwa jinsia, wako kwa ufalme na malikia, utawala tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unahitaji kumiliki jini, lakini aina ya jini huyo unahitaji awe jini wa kiume. Kuna jini wa kiume, lakini pia vile vile kuna jini wa kike. Lakini siku ya leo ningependa niwape elimu kwa nyinyi ambaye mnahitaji kumiliki jini wa kiume, lakini aina ya jini huyo unahitaji uwe unaupata utajiri. Yaani huyo jini awe anakupa utajiri au kumiliki mali za majini kupitia aina ya jini huyo wa kiume. Mtambue katika jini wa kike na jini wa kiume wana utofauti. Iwe utofauti wa sadaka zao, iwe utofauti wa marashi yao, uwe ni tofauti wa ibada zao, wako tofauti. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji kumiliki jini wa kiume, ni lazima kuna njia ambazo tuzifanye. Njia za namna gani? Kwanza ni lazima tupate ng'ombe. Ng'ombe huyo inatakiwa tupate ng'ombe dume. Wapenzi watazamaji, ni lazima upate ng'ombe dume. Kwa nini tunapata ng'ombe dume? Ng'ombe dume kwa ajili ya kutoa sadaka katika milango ya majini. Lazima tutoe sadaka katika milango ya majini. Wapenzi watazamaji, wale ambao wanakwenda kutafuta utajiri ambao unaleta shida na mitihani katika familia, unakuwa ni tajiri mkubwa, unakuwa ni mtu una pesa nyingi, lakini mwisho wa siku unakuwa huna familia, unakuwa huna mke, unakuwa huna wazazi. Hiyo inakuwa si utajiri, hiyo inakuwa si mali, bali inageuka kuwa laana. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji kupata mali, ila wanahitaji mali hiyo iwe yenye baraka, iwe yenye mafanikio, iwe yenye furaha, wewe wa familia yako, wazazi wako, watoto wako na uzao wako kwa ujumla. Sasa ili uweze kupata mali ya namna hiyo, ni lazima unapokwenda katika falme za majini, ni lazima tubebe sadaka au tubebe zawadi. Kama vile unapokwenda kuoa, unapokwenda kufanya ibada iwe kanisani au msikitini, ni lazima ubebe sadaka. Kwa hiyo hali kadhalika hata kwa hawa viumbe ambao ni majini, ni lazima tuende na sadaka katika milango ya majini. Kwa hiyo lazima tuende na sadaka, ambaye lazima tuwe na ng'ombe. Ng'ombe huyo mara nyingi kwa sababu ni jini ambaye ni dume, ambaye ni wa kiume, lazima twende na ng'ombe ambaye ng'ombe huyo anakuwa ni dume. Moja kwa moja tunakwenda kwa ajili ya kutoa sadaka, ambaye anasimama kama kafara katika lugha nyingine. Unatoa sadaka katika milango ya majini. Ng'ombe, mnyama yule atachinjwa, kutatoka damu ambayo itakuwa ni kama sadaka na kama heshima katika tawara hizo. Basi moja kwa moja wale wa masharifu ambao ni majini wa kiume watatoka na kuja kukusaidia wewe au kuja kukufanikishia. Lakini tunapokwenda katika tawara hizo, wapenzi watazamaji, ni lazima uwe umevalia mavazi meupe. Lazima uwe umevalia mavazi meupe, umepulizia marashi mazuri. Basi unapofanya hivyo, mimi naamini utakuwa ni mwenye kumiliki mali iliyo salama, mali ambayo ni nzuri, ambaye jini huyo atakuongoza katika mazuri na mema na yenye mafanikio maisha yako ya duniani, na utakuwa ni mwenye kumiliki pesa nyingi, utakuwa ni mwenye kumiliki utajiri mkubwa, kwa sababu asili ya jini huyo kwanza anakuwa ni mpole, anakuwa ni msikivu, anakuwa ni mtu pale unapoteleza au pale unapokosea, basi anakuwa anakuonya. Lakini ni lazima uwe na ng'ombe. Yaani huwezi kumwalika jini pasipo kuwa na sadaka. Uwe na ng'ombe ambaye ng'ombe huyo anakuwa ni dume kwa ajili ya kazi hiyo, na we mwenyewe kwa ajili ya kuja sasa kusafishwa mwili wako kwa ajili ya kukutana na kiumbe huyo. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Namba zangu za simu kama mnavyoziona hapo, lakini usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Karibuni sana, asanteni sana. Dr. Mama Kavumo anapatikanika mkoa wa Tanga, na nyinyi nawakaribisha sana. Asanteni na wapenda sana.